Msanii wa muziki wa kizazi kipya kutoka Wasafi, lebo ya Wasafi Divoice, katika mahojiano yake ya hivi karibuni katika kipindi akiwa redio ya Wasafi FM, amesema kwamba ndoto yake kubwa ni kuishi miaka 35 hadi 40 tu hapa duniani kisha afariki. Hakuwa anajitabiria kifo msanii huyu ya ajali au ugonjwa, bali alikuwa anaonyesha hamu yake ya kuishi maisha mafupi na yenye maana badala ya kuishi miaka mingi bila kufanikiwa au kuleta mabadiliko chanya katika jamii yake. Sasa alichosema hasa, alitaja kuwa anataka kufanya mambo makubwa kama kuleta mabadiliko kwenye muziki na maisha yake ndani ya muda mfupi. Natamani kuishi miaka 35 au 40 kabla ya kufa. Huu si utabiri tu, bali ni maombi au ndoto yake binafsi. Jambo hili limewashangaza sana watu wengi, na ikielezwa sana mitandaoni kama Divoice anajitabiria kufa akiwa na miaka hiyo. Lakini yeye mwenyewe aliweka wazi kwamba lengo au hamu yake si unabii au kitu cha kutisha. Kwa sasa mwaka huu wa 2026 Divoice bado anaendelea na muziki na hajafikia umri huu ambao amejitabiria yeye katika kufariki. Kauli hiyo ilikuwa zaidi ya kujitathmini na kuonyesha kwamba anataka kuwa na maisha yenye athari kubwa katika jamii yake. Sasa katika mahojiano hayo, watu wengi wamekuwa wakimjadili sana Divoice na kusema kwamba anapoelekea sio pazuri, kwamba sio nia nzuri mtu kujitabiria kifo. Sasa hapa nataka nikuambie kwamba mambo gani makuu ambayo Divoice alikuwa anayafikiria. Jambo la kwanza ni kwamba anataka maisha yenye amani na athari kubwa, si miaka mingi isiyo na tija kwenye jamii. Yeye anahisi kwamba maisha marefu wakati mwingine hayana maana kama mtu hana kitu cha kuacha nyuma, yani legacy. Anataka kufanikiwa haraka na kuleta mafanikio katika muziki wa singeli na bongo flavor, katika familia yake, jamii, alafu then aondoke, afariki akiwa bado ana nguvu na sifa nzuri. Na pia ni kama anasema kwamba hawezi kuishi miaka 80 akifanya mambo ya kawaida, yani hataki kuishi muda mrefu alafu aonekane tu amefanya mambo ya kawaida. Anataka aishi muda mfupi lakini ameacha alama nyuma yake. Jambo la pili ni kwamba anaonyesha mtazamo wa maisha. Hofu ya kuzeeka bila kufanikiwa, wengi katika tasnia ya muziki huiogopa sana. Pale ambapo wanazeeka wakiwa hawana mafanikio. Tunaona kwenye kama wasanii wengi hapa wamezeeka, leo hii wanakuja wanaomba, wanaonekana kwamba hawana mafanikio na wamezeeka na walifanya vizuri kipindi cha nyuma katika maisha ya muziki. Kwamba amekubali pia kifo kama ni sehemu ya maisha, si kitu ambacho kinamtisha, bali anataka kuwa na udhibiti wa maisha yake, kufanikiwa mapema na kuondoka wakati bado ana nguvu. Pia inawezekana kauli hii ikawa mvuto wa kidini au kitamaduni. Katika tamaduni nyingi, watu wengi huomba maisha mafupi na yenye baraka badala ya maisha marefu na ambayo yana shida ndani yake. Kauli hii pia inatumika kama motivation. Alikuwa anajiwekea deadline ili afanye kazi kwa bidii zaidi, kwamba anaamini kwamba ikifika miaka 35 hadi 40 basi atakapofariki au ameacha jambo lolote huku nyuma ambalo watu wanaweza kumkumbuka. Kama msanii anayechipukia haraka, pia anataka kufika kilele cha mafanikio mapema kama wasanii wenzake, mfano Diamond pamoja na wengine ambao wamefanikiwa zaidi. Sasa hii sio tabiri mbaya au uchawi, bali ni mtazamo wa kijana huyu Divoice ambaye anataka kuacha alama kubwa ndani ya muda mfupi. Na kauli hii imefanya watu wengi washangae na kumzungumzia, lakini inaonyesha kwamba ana nia ya kuwa na maisha yenye kusudi na si ya kawaida tu. Unaweza ukatuambia wewe kwamba una maoni gani kuhusu hili? Tuandikie hapo kwenye uwanja wa comment. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwa video nyingi ambazo tutaziweka. Sasa nikupatie kipande kifupi cha mahojiano ambayo amefanya Divoice ili uweze kumsikiliza
kitu gani ambacho alikuwa anakimaanisha. Kupitia mimi. Ndoto yangu ya pili baada ya kufanikisha hiyo, nishamwombaga sana Mungu, sipendi kuishi umri mrefu. Yani Mungu anijalie nisiishi umri mrefu sana ni. Kama miaka mingapi? Yani kama itatokea hata nipo utajiri sasa hivi na miaka katika 20 na nisizidi hata 35 au 40. Kwa nini? Yani sipendi tu kuishi umri mrefu. Sasa miaka 40 ni mzee. Yani miongoni mwa ndoto zangu, sina zungumza mimi ndoto zangu, yani katika sala zangu. Sasa ndoto gani? Naomba Mungu anijalie niwe